Shalom mtu wa Mungu, karibu sana. Kwa hapa kwa ajili ya kukaribisha katika mafunzo au darasa ambalo tutakuwa nalo la siku 90. Mungu amekusudia kutuhamisha kihatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwenye maisha yetu ya kimwili na ya kiroho. Kumbuka ya kwamba maisha ya kimwili yanaamuliwa na maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwekeza katika ulimwengu wa roho, kuwekeza katika maisha yako ya kiroho ili uweze kuona matokeo katika ulimwengu wa mwili. Sasa siku 90 kwa sababu gani? Kwanza, zimebeba mabadiliko ya kitabia, zimebeba mabadiliko ya kifikra. Watu wengi katika vitabu vyao, katika tafiti walizofanya, wamesema ya kwamba ikiwa mtu atafanya jambo ndani ya siku 90, kuna uwezekano mkubwa wa jambo lile kubadilika na kuwa tabia. Kwa hiyo hatahitaji tena kupushiwa, hatahitaji tena kuwa na nguvu nyuma ya kumshawishi, kwa sababu tayari atakuwa ameingia kwenye tabia. Sasa katika kitabu cha Matendo sura ya 19 kuanzia mstari wa kwanza pale ukisoma, nitasoma mstari wa 8. Paulo anafika katika mji wa Efeso. Soma vizuri utakuta Paulo anakutana na watu ambao walikuwa wanaamini kwa habari ya ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Hawakuwa wanajua kwa habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini baada ya hapo sasa Paulo anaingia katika sinagogi ambalo anaanza kuhubiri habari ya Mungu. So mstari wa 8 anasema akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3 ama siku 90, akihojiana na watu na kawavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaona Paulo anachukua miezi 3 kuweza kupata wanafunzi wazuri ambao alikaa nao. Baada ya kusoma hapo mbele kidogo utaona alikaa nao kwa muda wa miaka 2 katika darasa la mtu mmoja alikuwa anaitwa Tirano. Na baada ya ile darasa tunaona matendo makuu mengi yanafanyika, mambo mengi ya ajabu yanafanyika kwenye maisha ya watu. Sasa na sisi leo hii Mungu ametupa neema ya kuwa na miezi 3 kwanza ya kujifunza jinsi ya kumtafuta Mungu, ili tuweze kuona Mungu akihusika na maisha yetu. Kwa hiyo naamini katika hii miezi 3 tutaweza kujitenga, tutaweza kutofautishwa na watu wasioamini, tutaweza kutofautishwa na watu ambao hawako tayari kuona matokeo, watu ambao hawako tayari kuona matendo makuu ya Mungu. Lakini ndani ya hii miezi 3 tutajifunza ili tuweze kupata ile nguvu na ule ujasiri wa kusema kwamba Bwana, tumeamua kujitoa kwa ajili yako, tumeamua kujitenga na jamii, tumeamua kujitenga na tabia 1, 2, 3 ili angalau tuweze kuona matokeo ya kile ambacho tunakusudia. Kwa hiyo kukaribisha sana na niseme ya kwamba Mungu amekusudia mambo makubwa mengi na ajabu. Kwa hiyo welcome so much. Imekuwa ni neema kubwa sana ya Mungu kwamba tuweze kuwa na darasa zuri, darasa ambalo litakuwa na matokeo makubwa kwenye maisha yetu, darasa ambalo litakuwa na kutuinua, kutuamsha, kutuhamasisha, kutujenga, kutufariji, kutuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kama ambavyo matamanio ya watu wengi ni kuona ya kwamba tunapata mara 100 duniani, lakini pia tunapata uzima wa milele. Kwa Mungu amenipa darasa hili zuri la siku 90 ambalo kila siku tutapata muda wa kutafakari neno la Mungu, kujifunza kwa habari ya jinsi ya kumtafuta Mungu ipasavyo. Na naamini ya kwamba ndani ya siku 90 hautabaki kuwa kama ulivyokuwa. Hivyo karibisha watu wa kila aina, karibisha marafiki, karibisha watumishi, karibisha watu wote ambao wako tayari kwa ajili ya kujifunza. Tuweze kujifunza pamoja na Mungu akubariki sana. Karibu sana. Hallelujah. Shalom.